Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel yako pendwa. Asante. Kifo cha aliyekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, Mzee Edwin Mtei, kimepita zaidi ya kuwa tukio la maombolezo ya kawaida na kujigeuza kuwa somo pana la uongozi na siasa za taifa. Kupitia ujumbe mzito aliyouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, Dayosisi ya Karagwe, Dr. Benson Bagonza, amefungua mjadala mpana unaogusa misingi ya uongozi, demokrasia na hatima ya nchi. Askofu Bagonza ameeleza bayana kuwa Tanzania inahitaji uongozi unaosikiliza, unaoheshimu wananchi na unaojengwa juu ya ridhaa ya watu badala ya kutegemea mabavu na vitisho. Kwa mtazamo wake, urithi wa Mzee Mtei haukuwa tu katika mchango wake wa kiuchumi na ujenzi wa taasisi za kifedha, bali pia katika fikra na misimamo iliyowaunganisha Watanzania wa mitazamo tofauti. Alibainisha kuwa hata waliowahi kupingana vikali na mawazo ya Mtei walijikuta wakimpongeza na kumheshimu hadharani wakati wa mazishi yake, jambo linaloonyesha kuwa heshima ya kweli hupatikana pale mtu anapothamini utu na haki. Kwa mujibu wa Askofu Bagonza, misiba mara nyingi huondoa mipaka ya kisiasa na kufichua ukweli kuhusu mchango wa mtu kwa taifa. Ameeleza kuwa salamu za rambirambi kutoka kanda zote za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ni ishara kuwa taifa haliwezi kuendelea kwa siasa za kukandamiza wapinzani. Alionya kuwa bila mabadiliko ya kweli ya kiuongozi, mahabusu na magereza yataendelea kujaa watu wenye maoni tofauti, hali ambayo haijawahi kuua fikra za mabadiliko, bali huzidi kuzichochea. Kauli yake isemayo, hakuna fedha zinazotosha kuwanunua wote, wala nguvu za kuwakandamiza wote, tunahitaji uongozi, sio utawala, imechukuliwa na wengi kama ujumbe wa moja kwa moja kwa wenye madaraka. Askofu Bagonza amesisitiza kuwa mamlaka ya kweli hayatokani na vitisho, silaha au sheria kandamizi, bali hutokana na ridhaa ya wananchi. Ameonya dhidi ya matumizi ya nguvu kama njia ya kuimarisha madaraka ya kisiasa, akieleza kuwa historia ya Afrika imejaa mifano ya tawala zilizodhani zina nguvu, lakini zikaanguka kwa kukosa uhalali wa wananchi. Akirejea historia ya mapambano ya ukombozi barani Afrika, Askofu Bagonza alitaja maeneo kama Robben Island nchini Afrika ya Kusini, pamoja na magereza ya Lokteng na Lodwar nchini Kenya, akieleza kuwa mara nyingi magereza yamekuwa shule za mabadiliko ya kisiasa badala ya kuyazuia. Alisisitiza kuwa hakuna mfungwa wa kisiasa aliyewahi kutoka gerezani akiwa amevunjika moyo na kuendelea kunyenyekea kwa mtawala aliyemweka kizuizini. Katika ujumbe wake, alimzungumzia pia mwenyekiti mstaafu wa Chadema, Freeman Mbowe, akisema hotuba yake katika tukio hilo iligusa hisia za wengi. Hata hivyo, alikumbusha kuwa maneno mazuri pekee hayatoshi bila vitendo vinavyoakisi dhamira ya kweli ya mabadiliko. Kwa hitimisho, Askofu Bagonza alirejea mafundisho ya Kikristo, akisisitiza kuwa jukumu la viongozi ni kushuka na kuwahudumia wananchi, kwa kuwa hitaji kubwa la watu si hofu, bali uhuru, heshima na utu wao. Kifo cha Mzee Edwin Mtei, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 94, kimeacha alama kubwa si tu katika historia ya uchumi wa Tanzania, bali pia katika mjadala mpana wa aina ya uongozi ambao taifa linahitaji leo na baadaye. Funzo kuu, kama alivyosisitiza Askofu Bagonza, ni kuwa bila uongozi wa kweli unaojengwa juu ya heshima na ridhaa ya wananchi, utawala wowote hubaki kuwa dhaifu, haijalishi unaonekana kuwa na nguvu kiasi gani.